Naam, habari za muda huu taifa la Mungu. Nimesimama mbele yako ili mimi na wewe tuendelee kujadiliana mambo kadha wa kadha, ama kusemezana, ama kujisemesha, ama kuchambua kama wengine wanavyoita mambo kadhaa ambayo yanaendelea kutokea kote duniani. Na leo specifically tuko katika nchi ya Tanzania. Katika juma hili kumetokea na kauli kama tatu hivi ambazo zinajumuishwa kwenye swala zima la haki. Kauli ya kwanza imetolewa na aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara kutoka kule Tarime, Bwana Namba Tatu, kama anavyojulikana hivyo, ni mfanyabiashara lakini ni mwanasiasa wa Chama cha Mapinduzi. Namba Tatu mbele ya Tume ya Rais ya uchunguzi kama inavyoitwa, kuchunguza kilichokuwa kimetokea tarehe 29, 30 na kuendelea katika nchi ya Tanzania Oktoba mwaka 2025. Yani vurugu zile uchaguzi, lakini vurugu ambazo zilijitokeza. Namba Tatu anasimama kidete na kuiambia tume kwa msisitizo kwamba wayaandike anayosema na wamfikishie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Namba Tatu anasema kwamba baadhi ya wananchi wa Tanzania, hasa vijana Gen Z, walijitokeza barabarani kupinga uchaguzi ambao ulikuwa unafanyika kwa sababu baadhi ya wagombea ambao waliteuliwa na chama hicho kugombea hawakuwa chaguo lao. Na ikumbukwe, kabla ya uchaguzi niliwahi kusema kwamba jambo hili lililofanyika na Chama cha Mapinduzi kuteua wagombea wa nafasi za ubunge, kuteua wagombea wa nafasi za udiwani, ni jambo ambalo linaweza kuja kutuletea athari za siku zijazo, siku za usoni. Lakini kama ujuavyo, hekima ya masikini haisikilizwi. Lakini Namba Tatu anaeleza kwa msisitizo kabisa kwamba jambo hilo ni moja kati ya vitu ambavyo vilisababisha vijana kuingia barabarani na kupinga uchaguzi huo, ambapo wengine wanasema kwamba ilikuwa ni maandamano na wengine wanasema kwamba zilikuwa ni vurugu. Kila mmoja anavyotafsiri kutokana na maslahi yake anayoyaona. Kuna wengine wana maslahi ya taifa, wengine wana maslahi binafsi. Hiyo ni kauli moja ya ndugu Namba Tatu, kada wa Chama cha Mapinduzi, akisisitizia tume kwamba pia jambo hilo wamfikishie Mheshimiwa Rais kwamba ni chanzo cha watu kuingia barabarani kupinga uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Hiyo ni kauli ya kwanza. Lakini pili, ipo kauli ambayo imetolewa na balozi mstaafu Mheshimiwa Kalume kule Zanzibar. Balozi Kalume anafahamika kwa misimamo yake ya ukweli. Yeye mara nyingi anasimama katika kile anachokiamini, na hata katika kauli yake hii ameeleza wazi kwamba yeye anasimama katika kile anachokiamini na hawezi kunyamaza, ataendelea kuzungumza. Ikumbukwe pia huyu ni mtoto wa mwasisi wa taifa la Zanzibar. Yeye anaeleza kwamba chaguzi za sasa yani mifumo ya sasa ya kuwapata viongozi si mifumo rafiki ama mifumo ya haki. Anaenda mbele zaidi kwa kusema kwamba mifumo hii imefikia hatua chama tawala kinaeleza na kujipanga wanapoelekea kwenye uchaguzi kwamba ushindi kwao ni lazima. Naomba upigie mstari kwenye neno lazima. Ushindi kwao ni lazima. Lakini anasisitiza kwamba mifumo hii ya ushindi ni lazima
inaweza ikatuletea athari kubwa sana hapo baadaye. Na mapinduzi ya Zanzibar yalifanyika kwa sababu wakoloni walikuwa wanafanya haya mambo ya lazima kwa umma, na ndipo ikatokea mapinduzi, jambo ambalo anasisitiza na kusihi watawala kwamba ni vema kuangalia na kuacha mitazamo ya kulazimisha, bali tuwe na mitazamo ya haki. Tujaishia hapo. Ni jana tu Jaji Mkuu wa Tanzania Jaji George Masaju mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan analalamikia swala la kutokutendewa haki. Yaani kila eneo linalalamika haki, kila eneo linataka haki, na alieleza dhahiri shairi kwamba kila mmoja anahitaji haki, na kwamba katika utumishi wa umma kuna watu wanajihisi kwamba wao ni first grade katika utumishi wa umma, jambo ambalo sio sawa na sio haki. Sasa katika mjumuisho wa haya yote tunajifunza nini? Kwangu mimi nilichojifunza ni kwamba ipo haja ya nchi ya Tanzania, ipo haja ya sisi sote na kizazi kijacho kutazama mifumo ya upatikanaji wa viongozi. Je, viongozi au hawa wanaojiita viongozi au hawa sisi ambao tunajiita viongozi tumepatikanaje? Ni chaguo kweli la wananchi ama ni chaguo la viongozi wetu kwa ajili ya kulinda maslahi yao? Ni muhimu sana kwa hapa tulipofikia. Naomba ichukueni hii. Ni muhimu sana kwa hapa tulipofikia kujichunguza mifumo yetu ya upatikanaji wa viongozi. Je, ni ya haki? Kuna baadhi wanalalamikia rushwa, na rushwa ikumbuke si fedha tu, lakini pia ipo rushwa za upendeleo. Tujiulize, je, tunachaguana kwa misingi ya upendeleo? Kama sivyo, ni jambo la heri. Lakini kama ndivyo, jamii inajua. Na tujiulize, je, sisi viongozi tunachaguana kwa misingi ya kufahamiana? Kama sivyo, ni jambo la heri. Na kama ndivyo, jamii inajua. Na tujiulize, kwenye nafasi hizi kubwa kubwa, kwenye nafasi hizi za uwakilishi, tunachaguana kwa upendeleo wa matajiri ama kwa upendeleo wa masikini? Kama sivyo, ni jambo zuri. Na kama ndivyo, jamii inajua. Nazungumzia mifumo ya upatikanaji wa sisi viongozi. Tumepatikanaje? Je, kweli sisi ni chaguo la watu tunaowaongoza au tumelazimisha tu? Na kauli hizi za viongozi hawa kuanzia namba 3, kauli hizi za viongozi hawa Balozi Kalume, Mheshimiwa Jaji Mkuu, lakini bila kusahau kauli za Mheshimiwa Waziri aliyestafishwa George Simbachawene kuhusiana na mifumo yetu katika wizara aliyokuwa amepewa. Je, alikuwa anakosea ama alikuwa anapatia? Je, jamii ilikuwa inamuelewa au ilikuwa haimuelewi? Basi tutafakari kwa pamoja huko tuendako, ili vizazi vyetu vione Tanzania ni sehemu salama na ni dunia salama na ni mahala pa salama pa kuishi bila hofu, pa kuishi wakiwa na matumaini ya kuamka kesho salama, wakiwa na matumaini ya kutoka nje ama ya kukaa ndani wakiwa salama. Tutafakari kwa pamoja na kutakia kila laheri katika majukumu yako, ewe taifa la Mungu. Karibu.